Jambo la kwanza, nafikiri mnafahamu kwamba mashindano haya ya AFCON Tanzania isingalikuwa heshima kubwa alionayo Mheshimiwa Rais, sisi pengine tungelikuwa tuna sifa, kwa sababu sasa hivi ndio viwanja vyetu vinaanza kukamilika. Lakini mwaka jana au mwaka jana nilituma timu ya hapa mkoani kwenda Morocco. Sijajua kama watu wa Kinondoni mliambatana kwenye ile timu. Nafikiri walikuwepo baadhi ya nadhani maafisa biashara, baadhi yao walikwenda. Lakini purpose kabisa ilikuwa, tuliongea na wakurugenzi wote kwamba ni muhimu kwenda ku-unlock vitu kadhaa kwa kwenda kuangalia wenzetu namna walivyoandaa na namna tunavyoweza pia kutap faida nyingine zitokanazo na AFCON. Kwa hiyo na sisi hapa Kinondoni, jambo la kwanza ambalo nimekuja kuwaeleza ni kwamba sisi sifa yetu kubwa imebebwa na Mheshimiwa Rais. Sasa jambo la kwanza ni kwamba Kinondoni tusije tukashiriki kumwaibisha Mheshimiwa Rais. Maana yake tusimamie hii miradi ili huo mwezi wa 8 itakapofika kwenye ukaguzi sisi tuwe angalau tumekidhi vile vigezo ambavyo vinahitajika. Mwaka jana wakati wa mkutano mkubwa ule wa Energy Summit walikuwepo marais kama 3 au 4 ambao rais mmoja alipenda kutembea kutoka pale Joel Lotana hotelini. Alipenda kutembea kuja upande wa Kinondoni, kwa maana kuja upande wa Coco Beach. Rais mwingine alielekea upande wa Kariakoo, rais wa Morocco, rais wa Komoro. Rais mwingine alikwenda mpaka kule bandarini kule, alikuwa na rais wa Cape Verde, pamoja na marais wengine. Ile ikatufundisha kwamba kumbe tunapaswa kuwa na eneo maalum ili inapotokea viongozi wakubwa wanataka kufanya ile matembezi kama mazoezi tu ya kawaida, tuwe na eneo maalum. Sasa Kinondoni nimekuja hapa kwa hoja ya pili kwamba hii ukanda wote huu wa Coco Beach mlionao, hii ni dhahabu. Nafikiri inawezekana pengine baadhi ya watu hatujapata ile exposure kubwa. Coco Beach na beach hiyo kwa ujumla wake ni dhahabu, is gold or is equivalent to gold. AFCON inakuja, tukithink within the box kwamba tunaangalia tu AFCON, maana yake AFCON itaondoka ikiwa haijatufaidisha jambo lolote. Kwa maafisa michezo, huu ndio muda wa kuchangamka zaidi kuweza kujua what is AFCON and what will be the impact of AFCON. Kwa maana kwamba impact ambayo itakuwa ni transferable lesson, somo angavu ambao tutajifunza leo, lakini tutajifunza zaidi pia na kesho. Kwa hiyo utumiaji wa fursa za AFCON kwa watu wetu. AFCON ni vis-a-vis ulinzi na usalama. AFCON ni vis-a-vis biashara. AFCON ni vis-a-vis ukuzaji wa vipaji. AFCON ni vis-a-vis na masuala mengine yote kwa ujumla wake. Tumepita kwenye uwanja, tumepita hapa Tanganyika School hapa. Nafikiri kuna watu tuliingia nao hapo. Hapo Tanganyika School tu hapo. Tumekwenda pale kuangalia uwanja wa basketball ambao haupo mahali popote. Sasa nikaa nafikiria tu kwamba basket hizi nazo zinakuja juu. Mimi bahati mbaya sana sio mtu anayejua sana michezo, lakini kuna michezo fulani ukienda, tumekwenda juzi hapa pale Ubungo kwa vijana wanaopigana, unaona kabisa watu walivyojaa. Yaani mtu anatamani kumwangalia mtu anapopigwa. Sasa ile maana yake nini? Ile maana yake ni kwamba watu wanapenda michezo. Kwa hiyo maana yake nini? Ni kwamba afisa michezo kupitia kwa mkurugenzi kwenda kwa mayor, kwenda mpaka mkuu wa wilaya, ni kutoa ushauri wa namna gani sasa ya ku-commercialize vipaji vilivyopo kwa kutumia facilities. Kwamba unajenga maviwanja mbalimbali then una commercialize. Pale IST tunalipa vile viwanja pale. Na tunalipa pesa kubwa sana. Sasa why if vingekuwa ni upande wa kwetu sisi. Na bahati nzuri sana kubwa, hakuna halmashauri yoyote iliyofanikiwa kujenga uwanja wa mpira isipokuwa Kinondoni. Tumekwisha fanya jambo lile. Maana yake ni kwamba hayo ndio yanapaswa yawe mawazo yetu now and then. Lakini jambo la 4, nafahamu kwamba uwanja huu upo chini ya wizara, lakini pia na Kinondoni pia kama manispaa mnahusika. Kwa hiyo tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Waziri, maelekezo yote ambayo ameyatoa kiwizara, sisi kama mkoa kupitia hao wenzetu tutaratibu na tutasimamia kabla mwezi wa 8. Na hao nao nimewaambia kabla mwezi wa 8 lazima tuhakikishe angalau hiyo 80 imekushafikiwa, kwa sababu wanaweza kusema hebu tuje mwezi wa 7. Yaani hiyo tunaweza katokea. Sasa akija mwezi wa 7 utajitetea nini kama hiyo 80 bado haijafikia?
Maana utasema nilitarajia mje mwezi wa 8. Sasa what's the difference between mwezi wa 8 na mwezi wa 8 na mwezi wa 7? Hakuna difference. Yaani kuna kitu kadogo sana hapo. Maana yake tutaonekana ni wababaishaji. Umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tupelekee salamu, lakini zaidi muelewe kwamba mashindano haya yote haya yamebebwa kwenye taswira na sura ya Mheshimiwa Rais, kwamba ujenzi wa kiwanja hiki hautaondoa hata kidogo michezo mingine ambayo ilikuwa ikitumika hapa. Eneo hili ni kubwa lenye ukubwa wa zaidi wa ekari 4 na eneo lililotumika ni kama ekari 1.5 tu. Kwa hiyo wana michezo wengine wote wa mbio za mwenda pole, nafahamu hapa imekuwa ni sehemu kubwa ambayo taasisi na watu binafsi mbalimbali na makampuni wamekuwa wakiratibu michezo hii ya mwendo pole, na eneo la makusanyiko ilikuwa ni hapa. Kwa hiyo michezo hiyo itaendelea. Pengine usumbufu kidogo ni wakati huu wa ujenzi, lakini ujenzi utakapokuwa umekamilika, shughuli hizo zingine zote, kwamba sasa sehemu nyingine ya kukusanyikia ya kiurahisi na kujiratibu juu ya michezo ya mwendo pole itakuwa imeondoka. La hasha, haijaondoka. Itaendelea kubaki hapa hapa, kwa sababu hata wakati wa hizo mbio mwendo pole, mikusanyiko hiyo hatukuwa tunatumia eneo lote hili, tulikuwa tunatumia tu sehemu kidogo. Kwa hiyo ni mgawanyo tu wa eneo hili kwamba litumike kwa ajili ya maandalizi ya AFCON na michezo, kwa sababu haitaondoka baada ya AFCON. Eneo hili litaendelea kubaki kiwanja hiki, lakini na michezo hiyo mingine tutaendelea kuiratibu hapa.